Hi guys, now the season is over. Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo. Hayawi sasa yametimia, huko kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakimsaka kwa hudi na uvumba kocha ambaye atakaye kuja kurithi mikoba ya Fadlu Davis kwenye kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba. Aliyekuwa kocha wa zamani wa kikosi hiko cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Patrick Ausemm, mwaka 2018 na mpaka mwaka 2019 aliweza kuihudumu klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Patrick Ausemm ni moja kati ya makocha ambao alishawahi kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Amezaliwa tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 1965. Jumla miaka aliyokuwa nayo ni miaka 60. Taifa alikuwa akitokea kocha huyo Patrick Ausemm ni taifa la Ubelgiji. Leseni yake kwenye ukocha ana UEFA A license. Ni moja kati ya makocha bora kweli ambao walishawahi kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kuanzia mwaka 2010 mpaka 2012 alishawahi kuitumikia moja kati ya klabu CZ Rabi, alikuwa kama kocha msaidizi. Kutoka mwaka 2012 mpaka 2013 CD Blades akiwa ni kocha mkuu wa kikosi hiko. AC Leopard mwaka 2013-14 alikuwa meneja. Al Hilal Omdurman pia alishawahi kuitumikia klabu hiyo kutoka pale nchini Sudan mwaka 2014 mpaka 15. Nepal alikuwa pia kocha mkuu meneja kwa maana kama mwaka 2015 mpaka 2016. Mahabera United pia alikuwa meneja na mwaka 2018 ameenda kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya historia ambaye Patrick Ausemm ameweza kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya makocha bora kweli ambao Simba wameweza kufanikiwa kuipata saini ya kocha huyo. Ni kocha ambaye anaifahamu vizuri ligi kuu Tanzania bara, lakini sio tu mbali kuifahamu ligi kuu Tanzania bara. Ni moja kati ya makocha ambao walikuwa na misimu mizuri kweli pindi pale ambapo alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kiongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameona kama ni chaguo sahihi kuweza kumtafuta ama kumrudisha alikuwa kocha mkuu wa kikosi hiko miaka kadhaa. Na kama umesikiliza video vile ambavyo alivyokuwa akizungumza Patrick Ausemm, amesema kwamba imefika muda sasa wa kurejea kile ambacho alichokuwa akikifanya miaka kadhaa. Hili ni moja kati ya vilio vikubwa kweli ambao Patrick Ausemm alikuwa akivieleza mara kwa mara, na hata mashabiki wa klabu ya Simba wamefurahishwa sana baada ya kurejea kwa kocha huyo kwenye viunga hivyo vya klabu vya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia ukiachana tu na hilo, moja kati ya vitu ambavyo kocha Patrick Ausemm alivyokuwa ameviorodhesha pale ambapo atakapoweza kupata nafasi ya kurejea kwenye klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba kocha Patrick Ausemm ndiye ambaye alikuwa ametuma maombi kwenye wale makocha waliokuwa makocha 18 wa kigeni waliokuwa wametuma maombi kwenda kuifundisha klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na baada ya hapo kocha Patrick Ausemm yeye pia aliweza kuorodhesha nini ambacho anachokihitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba. Ni moja kati ya project ambayo ameieleza kusema kwamba anataka kwenda kuboresha kikosi hiko cha Simba na kwenda kurudisha ule ufalme ambao Simba walikuwa wakiutumikia miaka kadhaa iliyokuwa imepita.
Hivyo ndio vigezo ambavyo yeye pia ameweza kuviorodhesha kwenye maombi ambayo alikuwa ameituma ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Uongozi wa klabu ya Simba wamefurahishwa sana na ile project ambayo alikuwa akiitumikia klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa iliyopita. Kikosi cha Patrick Ausem ilikuwa ni kikosi bora kweli kipindi pale ambapo alipokuwa akifundisha klabu ya Simba Sports Tanzania. Ni moja kati ya kipindi kilichokuwa bora, na hata mashabiki wa Simba walifurahishwa sana pindi pale kocha huyo Patrick Ausem alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba walisikika na kusema kwamba ipo haja ya kwenda kumrudisha Uchebe. Hilo ndio jina ambalo alikuwa akilitumia, jina la utani pindi pale alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa. Uchebe alirejea nchini Tanzania baada ya kutokea pale nchini Kenya, huku akiwafundisha FC Leopard. Lakini baada ya hapo kuifundisha FC Leopard pale nchini Kenya, alirejea hapa nchini Tanzania kuja kuifundisha Singida Black Star. Hakuweza kuendelea ama kudumu kwa miaka kadhaa kutokana na sababu ambazo alizokuwa akiziainisha, kwa maana kwamba ligi kuu Tanzania bara kwenye kikosi hiko cha Singida Black Star kulikuwa na tabia ya kupangwa kwa kikosi kwa baadhi ya mechi. Hiyo ndiyo sababu ambayo iliyokuwa imempelekea yeye kuachana na klabu hiyo Singida Black Star na kurudi katika taifa lake la Belgium huko nchini Ubelgiji. Maombi ambayo kocha Patrick Ausem alikuwa ameyatuma ndani ya klabu ya Simba bila hiana, bila kupepesa macho, uongozi wa klabu ya Simba umeona njia pekee ya kumrudisha kocha huyo, na moja kati ya project ambayo alikuwa akiainisha kwenye ile barua ama yale maombi ambayo alikuwa ameyainisha. Uongozi wa klabu ya Simba umeweza kuweka hayana kusema kwamba wako rasmi kumrudisha kocha Patrick Ausem. Ni moja kati ya makocha ambao walikuwa wakitumikia miaka kadhaa, na hiyo pia haitakuwa tatizo kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba kwa sababu alishawahi kuitumikia klabu hiyo ya Simba Sports Club. Shabiki wa Simba, moja kati ya shabiki wa Simba akiwa anaeleza kwamba ni moja kati ya usajili ni mzuri sana, kwa sababu kocha Uchebe hakunaga tabia ambayo anakuwa ameifurahishwa pindi pale viongozi wa Simba wanapokuwa ukiingilia majukumu ya pindi pale atakapokuwa amekabidhiwa kijiti hiko. Kwa hiyo rasmi Simba wamemrudisha Patrick Ausem kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko. Kocha huyo anatarajia kutangazwa siku za hivi karibuni baada ya Simba kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Namungo Southern Killer. Ndani ya wiki hii kuanzia leo Jumatatu mpaka Ijumaa itakuwa ni rasmi sasa Simba wataenda kumtangaza. Ukumbuke kwamba Simba watatarajia kushuka dimbani Oktoba 1 ya mwaka 2025 katika dimba la Benjamin William Mkapa, huku akienda kuwakaribisha Namungo Southern Killer. Nepal alikuwa pia kocha mkuu, meneja kwa maana kama mwaka 2015 mpaka 2016. Mahbera United pia alikuwa meneja na mwaka 2018 ameenda kuitumikia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya historia ambaye Patrick Ausem ameweza kuitumikia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya makocha bora kweli ambao Simba wameweza kufanikiwa kuipata saini ya kocha huyo. Ni kocha ambaye anaifahamu vizuri ligi kuu Tanzania bara, lakini sio tu mbali kuifahamu ligi kuu Tanzania bara, ni moja kati ya makocha ambao walikuwa na misimu mizuri kweli pindi pale ambapo alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wameona kama ni chaguo sahihi kuweza kumtafuta ama kumrudisha alikuwa kocha mkuu wa kikosi hiko miaka kadhaa. Na kama umesikiliza video vile ambavyo alivyokuwa akizungumza Patrick Ausem, amesema kwamba imefika muda sasa wa kurejea kile ambacho alichokuwa akikifanya miaka kadhaa. Hili ni moja kati ya vilio vikubwa kweli ambao Patrick Ausem alikuwa akivieleza mara kwa mara, na hata mashabiki wa klabu wamefurahishwa sana baada ya kurejea kwa kocha huyo kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia ukiachana tu na hilo, moja kati ya vitu ambavyo kocha
Patrick Ausem alivyokuwa ameviorodhesha pale ambapo atakapoweza kupata nafasi ya kurejea kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba kocha Patrick Ausem ndiye ambaye alikuwa ametuma maombi kwenye wale makocha waliokuwa makocha 18 wa kigeni waliokuwa wametuma maombi kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na baada ya hapo kocha Patrick Ausem yeye pia aliweza kuorodhesha nini ambacho anachokihitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba. Ni moja kati ya project ambayo ameieleza kusema kwamba anataka kwenda kuboresha kikosi hiko cha Simba na kwenda kurudisha ule ufalme ambao Simba waliokuwa wakiutumikia miaka kadhaa iliyokuwa imepita. Hivyo ndio vigezo ambavyo yeye pia ameweza kuviorodhesha kwenye maombi ambayo alikuwa ameituma ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Uongozi wa klabu ya Simba wamefurahishwa sana na ile project ambayo alikuwa akiitumikia klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa iliyopita. Kikosi cha Patrick Ausem ilikuwa ni kikosi bora kweli kipindi pale ambapo alipokuwa akifundisha klabu Simba Sports Tanzania. Ni moja kati ya kipindi kilichokuwa bora na hata mashabiki wa Simba walifurahishwa sana pindi pale kocha huyo Patrick Ausem alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba walisikika na kusema kwamba ipo haja ya kwenda kumrudisha Uchebe. Hilo ndio jina ambalo alikuwa akilitumia, jina la utani pindi pale alipokuwa akifundisha klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa. Uchebe alirejea nchini Tanzania baada ya kutokea pale nchini Kenya huku akiwafundisha FC Leopard. Lakini baada ya hapo kuifundisha FC Leopard pale nchini Kenya, alirejea hapa nchini Tanzania kuja kuifundisha Singida Black Star. Hakuweza kuendelea ama kudumu kwa miaka kadhaa kutokana na sababu ambazo alizokuwa akiziainisha, kwa maana kwamba ligi kuu Tanzania bara kwenye kikosi hiko cha Singida Black Star kulikuwa na tabia ya kupangwa kwa kikosi kwa baadhi ya mechi. Hiyo ndiyo sababu ambayo iliyokuwa imempelekea yeye kuachana klabu hiyo Singida Black Star na kurudi katika taifa lake la Belgium huko nchini Ubelgiji. Maombi ambayo kocha Patrick Ausem alikuwa ameyatuma ndani ya klabu ya Simba bila hiana, bila kupepesa macho, uongozi wa klabu ya Simba umeona njia pekee ya kumrudisha kocha huyo, na moja kati ya project ambayo alikuwa akiainisha kwenye ile barua ama yale maombi ambayo alikuwa ameyainisha. Uongozi wa klabu ya Simba umeweza kuweka hayana kusema kwamba wako rasmi kumrudisha kocha Patrick Ausem. Ni moja kati ya makocha ambao walikuwa wakitumikia miaka kadhaa, na hiyo pia haitakuwa tatizo kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba kwa sababu alishawahi kuitumikia klabu hiyo ya Simba Sports Club. Shabiki wa Simba, moja kati ya shabiki wa Simba akiwa anaeleza kwamba ni moja kati ya usajili ni mzuri sana, kwa sababu kocha Uchebe hakunaga tabia ambayo anakuwa ameifurahishwa pindi pale viongozi wa Simba wanapokuwa ukiingilia majukumu ya pindi pale atakapokuwa amekabidhiwa kijiti hiko. Kwa hiyo rasmi Simba wamemrudisha Patrick Ausem kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko. Kocha huyo anatarajia kutangazwa siku za hivi karibuni baada ya Simba kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Namungo Southern Killer. Ndani ya wiki hii kuanzia leo Jumatatu mpaka Ijumaa itakuwa ni rasmi sasa Simba wataenda kumtangaza. Ukumbuke kwamba Simba watatarajia kushuka dimbani Oktoba 1 ya mwaka 2025 katika dimba la Benjamin William Mkapa, huku akienda kuwakaribisha Namungo Southern Killer.